إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ndugu Islam, maudhui ya darsa yetu ma hiya al-asbabu allati tajlibu al-khushu' fi salah, ni sababu gani ambazo zinaleta unyenyekevu ndani ya sala. Maudhui hii itakuwa endelevu, itakuwa ni sababu nyingi ambazo zitakuja akijipamba nazo mu'min. Sababu hizo unyenyekevu ataupata ndani ya sala yake. Tumeiona sababu ya mwanzo katika dars iliyo kabla ya hii, nayo ni ma'rifatullah, kumjua Allah. Kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu kubwa ya mwanadamu kunyenyekea katika ibada yake. Lakini sababu ya pili ni ipi, ambayo ndio darasa yetu tutaanza nayo leo? Asababu thani ilaju qaswati alqalb. Sababu ya pili ya kupata unyenyekevu ndani ya sala ni kuutibu ugumu wa moyo. Moyo wa mwanadamu hupata ugumu, hupata maradhi, hupata tabia ya ghafla, kughafilika. Maradhi kama haya, maradhi ya ugumu wa moyo, maradhi ya moyo ulioghafilika, moyo wenye maradhi mbalimbali, hizi ni dosari na kasoro zikipatikana katika moyo, husababisha ukosekanwaji wa unyenyekevu ndani ya sala. Mtu anaweza akakosa kunyenyekea ndani ya sala kwa sababu moyo wake ni ghafil, umeghafilika, umemsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo mgumu, moyo haumtambui Allah azza wa jalla. Moyo ukitengenea, amali zinatengenea, na moyo ukiharibika, na amali nazo pia zinaharibika. Anasema alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyoipokea Imam Muslim rahmatullahi alayhi katika sahihi yake, ala, sikilizeni vizuri, inna fil jasadi la mudghah, hakika katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Mudghah, kipande kidogo, biqadri ma yamdaghuhu al-insan, udogo wake ni kama udogo wa tonge ambayo mwanadamu anaweza akaichakua, kwa sababu neno mudghatun ni ismul maf'ul, asili yake ni mamdugh, kitu kilichochakuliwa. Kwa hiyo na moyo ni kama kipande kinachoweza kuchakuliwa, kipande cha mkate au tonge ya wali na mfano wake. Ni kipande kidogo, lakini kinaathiri mwili mzima. Inna fil jasadi la mudghah, sikilizeni vizuri, hakika katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha saluhat, kikitengenea kipande hicho, salaha aljasadu kulluh, mwili mzima hutengenea. Wa idha fasadat, fasada aljasadu kulluh, na kikiharibika kipande hicho, mwili mzima nao unaharibika. Ala wa hiya alqalb, sikilizeni vizuri, kipande chenyewe ni moyo wa mwanadamu. Moyo ndio kipande ambacho kikitengenea, basi na kiwiliwili chote kitatengenea, na ukiharibika moyo, na kiwiliwili chote kitaharibika. Na Allahu azza wa jalla amewazungumza vibaya wenye nyoyo ngumu, na wanaozidi wote kwa ugumu wa moyo ni Mayahudi. Mayahudi wana moyo mgumu, na Allah amewazungumza kwa sifa mbaya, kwa kuwalaumu, kwa kuwaponda ashabul qulubi alqasiyah, watu wenye nyoyo ngumu. Allah azza wa jalla anasema, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, kumbukeni nyinyi Mayahudi mlipoiua ile nafsi, ikawa mnatupiana, na kila mmoja anasukuma tuhuma ile kuiondoa kwake kumsukumia mwingine. Sikuua mimi, umeua wewe, na yule sikuua mimi, umeua wewe, au ameua fulani. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun, na Allah ni mwenye kuyadhihirisha yale mliokuwa mkiyaficha. Faqulna dhribuhu biba'dihha, tukasema mpigeni maiti huyo ambaye
watu wanasukumiana tuhuma ya mauaji juu ya maiti hiyo. Sasa likaja agizo la Allah, mpigeni maiti huyu bibadhiha, kwa sehemu ya mwili wa yule ng'ombe ambaye wameamrishwa Banu Israila wamchinje. Ng'ombe rangi ya njano, safra faqi'u launuha tasurru an-nadhirin, ng'ombe ambaye zimetajwa sifa zake katika suratul Baqara. Mpigeni huyo maiti kwa sehemu ya mwili wa ng'ombe huyu. Kadhalika yuhyi lahu al-mauta, namna hiyo Allah anahuisha wafu. Wa yurikum ayatihi, na anakuonyesheni alama zake. La'allakum ta'qilun, ili muzifahamu. Wallahi alipigwa maiti yule kwa sehemu ya mwili wa ng'ombe yule, na maiti akanyanyuka kwa kudra ya Allah. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, si vinginevyo. Allah akilitaka jambo lolote analiambia kuwa linakuwa. Maiti kanyanyuka, yuhai. Na Allah hapa anatuambia nini? Kadhalika yuhyi lahu almauta, namna hiyo hiyo Allah anahuisha wafu. Wafu wakishakuwa wamepoteza maisha, na hakuna yoyote katika viumbe anayeweza kuhuisha aliyekufa. Hata wanasayansi wakubwa hawawezi kuhuisha maiti. Anayeweza hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye mwenye kudra na uwezo wa kila kitu. Kamwanzisha huyo kiumbe alikuwa hayupo, kamuumba, na yeye ndiye atakayemrejesha. Allah anakuonyesheni alama zake ili mufahamu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, kisha nyoyo zenu zikawa ngumu baada ya hapo. Baada ya tukio kubwa kama hilo, badala ya kulainika nyoyo zimezidi kuwa ngumu. Fahiya kalhijara, basi nyoyo zimekuwa kama mawe, au ashaddu qaswa, au ngumu zaidi kuliko mawe. Wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar, na hakika yako baadhi ya mawe ambayo chemchemu za mito au mito inabubujika kutoka katika mawe hayo. Wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma, na hakika katika baadhi ya mawe yako yale yanayopasuka na ndani yake yakatoka maji. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah, na hakika baadhi ya mawe yako yanayoporomoka kwa kumwogopa Allah. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun, na hakuwa Allah mwenye kughafilika na yale mnayoyatenda. Mnayoyatenda anayajua na atakulipeni. Hizo ni ayat kuanzia aya 71 mpaka aya 74 katika suratul Baqara. Kaonyesha hapo ugumu wa moyo unamfikisha mwanadamu kiwango gani. Sasa ugumu kama huu ukipatikana, ni tabu mtu kunyenyekea ndani ya sala yake, ni tabu kuathirika anapoisoma suratul Fatiha au adhkar za rukuu na sijida, ni tabu kumwaga chozi la kumwogopa Allah kwa sababu qasal qalb. Kwa hiyo sababu ya pili ambayo ndio somo letu tunaloendelea nalo sasa hivi ni kwamba vipi tutatibu ugumu wa moyo. Ugumu wa moyo ukitibiwa, itakuwa ni wepesi mtu kuupata unyenyekevu. Allah amewahadharisha waumini wasiwe na nyoyo ngumu aliposema katika suratul Hadidi, alam ya'ni lilladhina amanu, hivi haujafika wakati tu bado kwa walioamini, an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah, kunyenyekea nyoyo zao kwa sababu ya utaji wa Allah. Anapotajwa Allah, kwa sababu ya ukumbusho wa Allah azza wa jalla, Allah kaileta al-Qur'ani iwe ni ukumbusho kwa waja. Je, haukufika wakati tu bado? Wanasubiri nini waumini mpaka wakachelewa kunyenyekea, wakachelewa kulia kwa kumwogopa Allah na kuleta tauba? Wama nazala min alhaqi, na kwa sababu ya hii haki iliyoteremka. Haujafika tu bado wakati. Alam yani, ana yani maana yake umefika wakati. Sasa Allah anasema alam yani, haujafika wakati. Alam yani lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikri llahi wama nazala min alhaq wala yakunu kalladhina utul kitab, wala wasiwe waumini kama wale waliopewa kitabu miongoni mwa Mayahudi na Manasara. Min qabl, wamepewa kitabu kabla ya Waislamu wa umma huu. Fatala alaihimul amad, muda ukawarefukia, muda wa mkatiko wa da'wa, mkatiko wa mitume. Ikawa hakuna mtume anayefanya da'wa,
athari ya dawa ya mtume aliyepita tayari sasa ishatoweka, na wao hawakumbushani, haulinganiani, athari kapotea dawa. Nini kilichotokea baada ya kurefuka kipindi cha mkatiko wa da'wa na ukumbusho? Fakasat qulubuhum, basi nyoyo zao zikawa ngumu. Wa kathirun minhum fasiqun, na wengi wao wakawa ni mafasik, wengi wao wakatoka nje ya utiifu. I'lamu anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mautiha, tambueni kwamba Allah ndiye anayehuisha ardhi baada ya kufa kwake. Qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun, tumekubainishieni alama zote hizo na ayat ili mufahamu. Na pia Allah azza wa jal amewazungumza kiubaya, yani amewazungumza wasonyenyekea kwa ubaya, min haithu aljumla, kiujumla. Ukiachilia Mayahudi, kawaambia waziwazi, nyinyi nyoyo zenu zimekuwa ngumu, na akaeleza katika sehemu nyingine pia kwamba ahlul kitab uliporefuka muda bila ya da'wa zikawa ngumu nyoyo zao. Sasa anamzungumza kila ambaye moyo wake mgumu, min haithu aljumla. Anasema afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih, hivi je, yule ambaye Allah amekitanua kifua chake, ameupanua moyo wake kuufahamu Uislamu na kuupokea Uislamu, huyu yuko juu ya nuru ya Mola wake, huyu atakuwa sawa na wale wabaya waasi walopata ugumu wa moyo? Fawailul lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah, basi ole wao wale wote ambao nyoyo zao zimekuwa ngumu kutokana na kukumbuka, wamekuwa wako mbali juu ya jambo la ukumbusho wa Allah azza wa jalla. Na akitajwa Allah pia nyoyo zao ngumu, hasimwogopi Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo walipaswa wamwogope, wampende, wamnyenyekee. Na huo ukumbusho walioleta ambao Al-Qur'an ilitakiwa uathiri katika nyoyo zao, lakini Allah anasema hawa watu nyoyo zao zimekuwa ngumu. Ulaika fi dalalin mubin, hao wamo ndani ya upotofu wa wazi kabisa. Suratu Zumar hiyo. Sasa hakuna shaka yoyote kwamba ukitaka kutibu ugumu wa moyo, lazima uangalie sababu zinazoleta ugumu ni kitu gani, ili ziondoshwe zile sababu zinazopelekea ugumu wa moyo. Sababu ya kwanza, alwafau bil ahdi ma'a Allahi ta'ala fi alqiyami bil wajibat, kutekeleza kikamilifu ahadi ambayo mja kafunga na Mola wake, ahadi hiyo katika kuyatenda yale yote ambayo kawajibishiwa na Mola wake. Anapochunga ahadi huyu mja, ahadi zilizoko baina yake na Mola wake na baina yake na viumbe wenziwe, akichunga hizo ahadi, moyo utakuwa laini. Kutochunga ahadi ni sababu ya kupata ugumu wa moyo. Kwa ajue kila anayepinga akavunja ahadi baina yake na Mola wake na baina yake na viumbe wenziwe, basi kaitengeneza sababu ya kupata ugumu wa moyo. Na anayechunga ahadi atapata ulaini wa moyo, kwa sababu ile sababu inayoleta ugumu wa moyo kaiondoa, yeye kafanya kinyume chake. Ina maana ya kwamba Allah atamfungua kupata ulaini wa moyo. Sasa tukijiuliza, kwani mja akikiuka ahadi baina yake na Mola wake, ambazo zinaitwa nini ahadi? Zinaitwa mawathiq al-uhud. Hivi mja akiwa amepoteza ahadi wala hazijali, ni sababu ya kupata ugumu wa moyo? Naam, ni sababu ya kupata ugumu wa moyo. Al-Qur'anul Karim inatuambia katika suratul Maida aya 13, fabima naqdihim mithaqahum, kwa sababu ya kuvunja kwao ahadi yao. Kwani kuna ahadi gani baina mja na Mola? Ni kwamba mja ameumbwa, ameletwa duniani kwa mkataba, amwabudu Allah, amnyenyekee Allah subhanahu wa ta'ala, kaletwa kwa mkataba huo. Na zile roho zilipokusanywa, waliulizwa waja, alastu bi rabbikum, mimi si ndio rabbu wenu? Wakasema bala.
Isitoshe mja anaposilimu anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, ule ni mkataba na ahadi. Nakiri kwa moyo na natamka kwa ulimi kwamba hakuna mnyenyekewa, muabudiwa, mdhalilikiwa ambaye tunapaswa kufata amri zake isipokuwa Allah. Anayasema hayo mja katika ile sayyidul istighfar. Asubuhi na jioni muislamu anatakiwa aseme kwamba wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu. Tunaijua sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ni maneno makubwa anayatamka mja, halafu anasema nini? Na mimi niko katika kutekeleza ahadi yako, mastata'tu, kadiri nitakavyoweza. Anampa Allah ahadi hiyo. Kwa hiyo umeumbwa umwabudu Allah, ufuate amri zake, uache makatazo yake, ndio ahadi hiyo. Na ziko ahadi baina ya kiumbe na viumbe wenziwe. Sasa Allah anasema fabima naqdihim mithaqahum la'annahum, kutokana na kuvunja kwa ahadi yao tumewalaani. Waja'alna qulubahum qasiyah, na tukazifanya nyoyo zao ziwe ngumu. Kwa kuvunja kwa ahadi, kwanza tumewafukuza katika rehema za Allah, ndio la'annahum, tumewalaani. Waja'alna qulubahum qasiyah, na tukazifanya nyoyo zao ziwe ngumu. Yuharifuna alkalima amma wadhi'ih, wanayageuza maneno kuyatoa katika miweko yake. Vile maneno yalivyowekwa yatumike kwa maana fulani, wao wanayageuza. Wanasu hadhan mimma dhukiru bih, na wakasahau sehemu ya yale ambayo wamekumbushwa, wakapuzilia mbali sehemu ya ujumbe uliokuja katika vitabu. Sasa hawa ni watu wamekiuka ahadi. Walipokiuka ahadi, Allah anasema waja'alna qulubahum qasiyah. Ina maana kuvunja ahadi baina yako na Mola wako na baina yako na viumbe wenzio, hiyo ni sababu ya kutiwa ugumu katika moyo. Kwa hiyo tumepata kwamba kuna sababu zinaleta ugumu wa moyo. Sababu ya kwanza kuvunja ahadi, ili moyo uwe laini, tuchunge ahadi. Sababu ya pili inayosababisha ugumu wa moyo unaokosesha unyenyekevu ndani ya sala ni kwamba, yani sababu inayoleta ugumu wa moyo ni kathratul ghafla, ghafla nyingi. Ina maana kinyume chake, ili moyo ulainike na ugumu wa moyo uondolewe na usuguliwe ule ugumu ambao ni hatari kuliko chochote ambacho kinaganda mahala kikahitaji kisuguliwe kwa ajili ya usafi wa hapo mahala. Wallahi hakuna kitu kinatisha kama hicho kitu kinaitwa qaswatul qalb, ugumu wa moyo. Sasa ugumu unasuguliwa vipi? Kwa kathratu dhikri llahi azza wa jalla bilqalbi ma'a lisan, kwa kukithirisha kumkumbuka Allah na kumtaja. Moyo kawa unamkumbuka Allah na ulimi unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mja atakayekithirisha hayo, moyo wake unakuwa laini. Min a'zami asbabi salamati alqulubi min alqaswati wal amrad alma'nawiyah huwa kathratu dhikri llahi azza wa jalla, ni katika sababu kubwa za kupata usalama wa moyo kutokana na ugumu na maradhi, kukithirisha kumtaja Allah. Hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la tukthiru alkalama bighairi dhikri llah, msikithirishe kusema sema sana bila kumtaja Allah. Fa inna kathrata alkalami bighairi dhikri llahi qaswatun lilqalb, kwani kukithirisha maneno mengi bila kumdhukuru Allah ni ugumu wa moyo. Wa inna ab'ada an-nasi min Allah ta'ala alqalbu alqasi, na hakika mtu aliye mbali zaidi na Allah kuliko wengine wote ni yule mwenye moyo mgumu. Hadithi hii imepokea Tirmidhi na Abdul Qadir al-Arnaut kaihukumu sanadi yake kwa ni hasan, alipokuwa akifanya tahqiq ya kitabu cha al-Adhkar cha Nawawi rahmatullahi ala al-jami'. Kwa ufupi, hadithi hii inaonyesha kwamba ugumu wa moyo ni hatari. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi katika al-Wabil as-Sayyib anasema, wala raiba anna al-qalba yasda'u kama yasda'u an-nuhas, wala hakuna shaka yoyote kwamba moyo unapata ugumu na unafanya kutu kama vile shaba inavyofanya kutu, walfiddatu wa ghayruhuma, na fedha na vinginevyo. Fedha inafanya kutu, shaba inafanya kutu na vinginevyo. Wajalauhu bidhikr, na kutu ya moyo inaondolewa kwa kumdhukuru Allah.
fa innahu yajluhu hatta yada'ahu kalmir'ati albayda, basi dhikrullah, tilawatul Quran, hivyo vitu vina usafisha ule moyo, kuiondoa ile kutu mpaka moyo unakuwa kama kioo cheupe kinachoonyesha vizuri. Kioo safi kizuri ukikiangalia utajiona vizuri, lakini kama kioo kina madoto meusi, labda kwa mfano, si unaweza ukaona una alama nyeusi katika uso wako, lakini si kweli, kumbe alama ile iko kwenye kioo. Kioo safi kitaonyesha vizuri, kioo kichafu kitakudanganya. Fa idha taraka dhikra sadia, mja akiacha dhikrullah moyo hupata kutu. Fa idha dhakarahu jalah, akimkumbuka Mola wake basi anasafisha moyo. Wa sadaul qalbi bi amrain, na ugumu wa moyo unapatikana kwa mambo mawili, bil ghaflati wadhanb, wa ghafla na madhambi. Wa jalauhu bi shay'ain, bil istighfari wadhikr, na kusafisha moyo pia ni kwa vitu viwili, wa dhikrullah, kumtaja Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, kufanya istighfar, kusoma Qur'ani ni aina dhikr. Hayo yote yanausafisha moyo, na pia kufanya istighfar. Kutu ya moyo ni kwa mambo mawili, kughafilika kumtaja Allah na kutenda dhambi. Yule ambaye anamsahau Allah, hamkumbuki, ameghafilika naye, moyo unapata ugumu. Lakini pia na dhambi zinatia ugumu wa moyo, na kuusafisha moyo pia kwa vitu viwili, kwa istighfar na kwa dhikr. Na Allah amebainisha kwamba akitajwa yeye basi nyoyo zitapata utulivu vile akikumbukwa na kutajwa. Anasema subhanahu wa ta'ala katika suratu Ar-Ra'd, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wale walioamini na nyoyo zao zikawa zinatulia anapotajwa Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub, sikilizeni vizuri, kwa utajwa na ukumbuko wa Allah nyoyo hutulia. Na ukiambiwa dhikri inatuliza moyo, si tu kusema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, au kumkumbuka moyoni tu, bali hata tilawatul Quran, bali hiyo ndio dhikri bora. Mja anapoisoma Quran na hususan kama anaitafakari, anaizingatia, ni dhikr. Quran ni dhikri, kwa sababu Allahu azza wa jal alipoitaja al-Quran akaita dhikr. Allahu nazzala ahsana al-hadith, Allah ameteremsha mazungumzo mazuri kabisa, kitaban mutashabiha, kitabu ambacho aya zake zinafanana, mathani zinazokaririwa kusomwa, taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum, zinasisimkwa kutokana na kitabu hicho ngozi za wale wanaomwogopa Mola wao. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, kisha ngozi zao zinalainika pamoja na nyoyo zao kuelekea katika dhikri ya Allah. Dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha, huo ni uongofu wa Allah, anamuongolea nawe anamtakaye. Wa man yudlilillahu fama lahu min had, na yule ambaye atakayepotolewa na Allah, huyo hakuna wa kumuongoza. Hiyo ni Az-Zumar aya 23. Na ni katika dhikri ya Allah dua pia. Dua si ni maombi na unyenyekevu mja anaonyesha mbele ya Mola wake, akisema mja da'autu Allah, nimemuomba Allah, maana yake ni aina dhikri hiyo. Ana haja zake kwa Allah azipeleka, hiyo ni aina dhikri. Na dua ni kumuomba Allah azza wa jalla katika namna ya kumnyenyekea. فالدعاء نوع من أنواع الذكر فإن الذكر 3 أنواع. Dua ni aina miongoni mwa aina za dhikri, kwani dhikri zimejigawa aina 3. Hebu tusikilizeni vizuri aina 3 za dhikri. Aina ya kwanza, pale ukiyataja majina ya Allah na sifa zake na maana ya hayo majina, ukawa unamsifu Allah, unampwekesha kupitia majina hayo, unamtakasa Allah na yale yasiyomstahikia mapungufu. Allah hastahiki kuwa na mapungufu yeye. Sasa ukikanusha yale, ukaona msifu Allah, Allah ni mkubwa, ameumba kila kitu, yeye ndio muweza, asiyeshindwa na jambo, ana kila sifa nzuri, ameepukana na dosari, hafi, halali, haumwi, vile kueleza maneno hayo tu, basi hapo unamtaja Allah hata kwa Kiswahili. Na unaweza ukataja majina ya Allah azza wa jalla. Ukimtaja Allah azza wa jalla kwa majina yake, kwa mfano kwa lugha ya Kiarabu, Mwarabu anawaeleza wenziwe kwamba Allah ndiye Subuh,
kisha labda akawa anafafanua subuhu huwa almutanazzihu ani naqais. Subuh ni yule aliyeepukana na dosari na upungufu, kama vile kufa, kuumwa, au sio, kuhitaji na mfano hayo. Huyu anamtaja Allah kwa majina ya Allah azza wa jalla. Hiyo ni aina ya mwanzo ya dhikr, kumtaja kwa majina yake na sifa zake na maana ya hayo majina. Na unapomtaja Allah kwa majina yake pia kuna aina mbili, yani ndani ya aina moja tunaweza tukatoa vipengele viwili. Kipengele cha kwanza, unapoanza kumsifu wewe Allah, kama vile ukisema subhanallah. Subhana imewakilisha jina la subuh, lakini ndio umeeleza wewe, hujalitaja jina la Allah, umeeleza ujumbe ulioko kwenye jina la subuh. Subhanallah, ametakasika Allah. Walhamdulillah, na sifa zote nzuri ni za Allah. Na pia alhamdulillah, mazungumzo hayo au maneno hayo yametokana na jina la Alhamid. Alhamid, Allah msifiwa, mwenye kila sifa nzuri. La ilaha illa Allah, hakuna muabudiwa ila Allah. Wallahu akbar, Allah ndiye mkubwa kuliko kila kitu. Hapo umeanza kumsifu Allah azza wa jalla kwa kutaja hizo dhikri maalum zilizothibiti katika hadithi. Ukija na maneno hayo, kwa mfano tasbih, tahmidi, takbiri, tahlili, yani maneno yamekuja katika hadithi. Lakini kuna kule kumweleza Allah kwa ahkamu asmaihi, hukumu zilizobebwa na majina yake. Kwa mfano unaposema Allah ni Qadir, jina la Al-Qadir limebeba hukumu na maelezo mengi. Unaweza ukasema Allah anaumba wakati anaotaka, popote anapopataka, anafanya atakalo. Yote hayo ni katika kulieleza jina la Al-Qadir tu, ila hujalitaja jina moja la Al-Qadir, umekuja na maelezo. Unaweza ukaeleza pia, kwa mfano Mtume anamweleza Mola wake, anasema Allahu afrahu bi taubati abdi, Allah anaifurahia zaidi toba ya mja wake, min alfaqidi li rahilatihi, kuliko yule aliyempoteza ngamia wake au mnyama wake. Sasa akampata ngamia wake wakati alikuwa akishakata tamaa uhai, alipompata ngamia furaha ikawa kubwa, sasa maisha yake yako salama. Basi pia Allah anaifurahia toba ya mja wake kuliko huyu bwana aliyepoteza ngamia wake kisha akampata. Hapo maelezo ya Mtume hayo ni dhikri hayo. Unaweza kuona, lakini Mtume hakusema subhanallah yet, wala hakusema alhamdulillah. Yeye kasema tu lallahu afrahu bi taubati abdihi, Allah anaifurahia zaidi toba ya mja wake kuliko mmoja wenu kapoteza mnyama wake, kama anaeleza. Lakini wanasema maelezo haya maulama ni aina dhikr. Kwa kumbe sisi tukikaa baina yetu tukasema Allah azza wa jalla anapenda kweli mja akileta toba. Jamani, akileta toba na anapenda, anafurahi Allah azza wa jalla, na yuko tayari kukubali toba yake. Hayo maneno hayo tu, hayo ni hapo tunamdhukuru Allah, tayari tunamtaja. Wasije watu wakafahamu kwamba dhikri ni kusema subhanallah tu. Hapana, kwa lugha yako ukawa unamueleza Allah zile sifa zake, mazuri yake aliyonayo, ni aina dhikr. Lakini hiyo inaitwa dhikru ni ikhbari, dhikri ya kumweleza Allah ni nani. Ile ya mwanzo dhikrun thanai ni dhikra kumsifu Allah kupitia majina yake au kupitia dhikri maalumu zilizokuja kwenye hadithi, kama Mtume kataja wazi wazi subhanallah, alhamdulillah, fadhila za hiyo dhikri, ambapo ndo tunaambiwa tuzilete ngapi. Subhanallah ulete 33 baada ya sala. Lakini aina ya pili ya dhikri hiyo haikuja kwamba pana idadi maalum. Unamweleza Allah kwa sifa zake. Si Mtume anamweleza hapo Allah katika hadithi sahih, Allahu afrahu bi taubati abdihi, Allah anaifurahia zaidi toba ya mja wake, min ahadikum, kuliko mmoja wenu. Akaendelea kutaja mmoja wenu kapoteza mnyama, akimuona anafurahi, basi Allah anafurahi zaidi. Kwa kule kusema Allah anafurahia toba ya mja wake ni aina dhikr. Na hapo ndo tunafahamu kwamba sisi Waswahili kumbe tunapokaa baina yetu tukaanza kusema jamani, Allah anapenda kweli mja akirejea kwake, mja akirejea yuko tayari ampokee. Maneno hayo yote wakati nazungumza ni dhikrullah, ni dhikrun khabari, tunaeleza. Sasa aina mbili hizo za dhikri zote zimeingia katika majina ya Allah azza wa jalla. Ima utakuwa unataja majina ya Allah au unataja ujumbe uliobebwa na majina hayo, na huo ujumbe ima utakuwa umekuja katika hadithi. Sasa zimetajwa hizo aina za dhikri. Kwa mfano subhanallah ni ujumbe, unazungumzia jina la subuh. Alhamdulillah ni ujumbe, unazungumzia jina la alhamid. La ilaha illa Allah ni ujumbe, unazungumzia jina la Allah. Maanake wako wanaosema Allah maanake ni almaluhu, mwabudiwa mmoja pekee. Au ukawa hutaji dhikri zilizokuja kwenye hadithi, lakini unaeleza maelezo kiujumla juu ya Allah azza wa jalla.
Hayo yote yanaingia katika an-naw'u al-awwalu min adh-dhikr, dhikru asma'illahi al-husna wal ahkami al-muta'alliqati bil asma', kumtaja Allah kwa majina yake au zile hukumu na ule ujumbe na sentensi zilizonyambuliwa kutoka katika majina ya Allah. Aina pili ya dhikri ni pale unapoikumbuka amri ya Allah ukaifuata, ukakumbuka katazo ukaliacha. Labda mtu anataka kusengenya akakumbuka hili katazo la Allah azza wa jalla, akamkumbuka moyoni, na pengine akafika kusema saa siwezi kufanya jambo hili, tumekatazwa kusengenya, akamkumbuka Mola wake. Huyu mja kwa wakati huo wa dhakara Allah, amemkumbuka Allah. Bali hata anaposomesha mtu akasema, jamani, jambo hili Allah ameliharamisha, hili amehalalisha, hili ni haram, hili ni halali, huyu anafanya dhikr katika kutoa kwake ilmu. Ina maana utoaji wa ilmu, binafsi ya kutoa ilmu ni aina dhikri. Hii halali tuichukueni, hii haramu tuiwacheni, wanasema hiyo ni aina dhikr, na watu wanatakiwa wafahamu hilo jambo kwamba mujarradu nashru al-ilm fa inna dhalika yu'tabaru dhikran lillah. Mujarrad wa kuisambaza elimu ni aina dhikr, nayo pia imejigawa katika namna mbili. Ima itakuwa mtu anaeleza Allah ameamrisha kadha, amekataza kadha, anachukia kadha, anapenda kadha, anaridhia kadha, hiyo ni dhikr, anasomesha, anafunza, hapo dhikrullah inahesabika hiyo. Lakini kuna kumdhukuru Allah wakati amri yake imekukalia mbele ukaikimbilia, labda muadhini anakuita amri hiyo na anakuambia hayya ala sala, ukakumbuka ukawahi msikitini ukakimbilia, basi hiyo ni nini? Ni aina dhikr, umemkumbuka Allah moyoni. Na kama umefika kutamka, kwa mfano, jamani tunaitwa, ukanyanyuka ukaona kwenda, kwa na ulimi pia ukafika kutamka kile kilicho ndani ya moyo kwamba umemkumbuka Mola wako. Aina ya tatu ya dhikri ni dhikrul alai wan na'mai wal ihsan, kukumbuka zile hisani za Mola, hisani za Mola. Na hizo dhikri kiujumla, ima itakuwa ni moyo umewafikiana na ulimi, ulimi unafanya dhikri na moyo unatafakari maana kinachotamkwa na ulimi, na hiyo ndio bora, kiwango cha juu. Kiwango cha kati ni kwamba moyo unamkumbuka Allah lakini ulimi haumtaji Allah. Kuna wakati mja anamkumbuka Mola kwa moyo. Na aina tatu ya dhikri au aina tatu ya utendaji wa dhikri ni unamtaja kwa ulimi tu, subhanallah, alhamdulillah, lakini moyo hautafakari. Kwa adhkari zote kiujumla tunaweza tukazitia katika mafungu matatu haya, kwa kuzingatia vile viungo vya kufanyia dhikr. Ima itakuwa dhikri ni moyo na ulimi vyote vimeshirikiana, na hiyo ndio bora zaidi, au moyo tu na hiyo imechukua nafasi ya pili, au ulimi tu na hiyo imechukua nafasi ya tatu. Kwa ufupi, dhikri inasafisha moyo, inaondoa ugumu wa moyo, na ugumu wa moyo ukiondoka ni wepesi, unyenyekevu kuja ndani ya sala, na unyenyekevu ni kuliko dhahabu au johari yoyote katika dunia, kwa sababu atakayepata unyenyekevu anaelekea kupata radhi za Allah na janna. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.